mikoa ambayo inafanya kazi kubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu na hususan mpira wa miguu wanawake. Kati ya mikoa yetu ambayo tulionayo ambao ni wanachama wa TFF, Singida imekuwa ni kinara kwenye mchezo wa mpira wa miguu kwa wanawake. Amekuwa anafanya kazi kubwa na amekuwa anaibua vipaji vya watoto wa kike kwa kiwango kikubwa, na sisi wote ni mashahidi kwamba mmoja wa wachezaji wetu bora kabisa sasa hivi ambaye anacheza ligi kuu ya England ya wanawake anatokea mkoani Singida kwa maana ya Aisha Masaka. Kwa hiyo Singida imekuwa ni chatu ya wachezaji wa mpira wa miguu wanawake. Vile vile unaweza kuona mabinti ambao tumeona leo kama Sara ambaye ni miongoni mwa wachezaji wa kike ambao wanachipukiwa wenye kipaji kikubwa, na sasa hivi ni mchezaji wa taifa vijana chini ya miaka 17 kwa watoto. Kwa hiyo yote hayo yanatusukuma sisi kuja Singida, lakini sio hivyo tu, ni kwa maana ya uongozi wa mkoa wa Singida, kwa maana ya chama cha soka cha mkoa wa Singida, lakini vile vile na viongozi wa serikali ya mkoa wa Singida ambao wamekuwa wanashirikiana na kufanya kazi kubwa sana ya kusukuma ile gurudumu la mpira wa miguu. Kwa hiyo yote hayo ni mambo ambayo yamenifanya mimi nivutie kuja hapa Singida kuangalia fainali ya mpira wa miguu wanawake, na sijutii kuja kwangu kwa sababu nimeona moja ya fainali bora sana za mpira wa miguu wanawake ambayo inachezwa leo hii. Nianze kwa kupongeza nimpongeze mstahiki meya mwanamama ambaye sisi ni ndio mkuu wa mkutano mkuu wa TFF. Kwetu sisi mkutano mkuu wa TFF ni Supreme Authority ya mpira wa miguu. Amekuwa anafanya kazi kubwa sana na amekuwa anachagiza kwa nafasi yake kama mstahiki meya, lakini akiwa mwenyekiti wa soka wanawake mkoa huu sana. Lakini vile niwapongeze viongozi wengine ambao wamekuwa wanashirikiana na mstahiki meya kwenye mpira wa miguu wanawake, kwa maana mwenyekiti kama mkoa wa Singida, lakini tumemwona hapa ndugu yangu mkuu wa wilaya Mheshimiwa Gondo ambaye yeye ni mdau mkubwa wa mpira wa miguu kwa maana ya wanawake na wanaume, lakini amekuwa na yeye ni msaada kwa kwamba mambo yanafanyika. Sasa tukirudia kwenye swali lako kwamba sisi TFF kwanza wajibu wetu ni kusaidia mikoa ambayo imeonyesha inafanya. Sisi mikoa ambayo inafanya tumekuwa tunahakikisha kwamba tunasukuma, na kwa maana ya mpira wa miguu wanawake tulikuwa tunaongea na mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Singida. Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi kubwa ya ushiriki ya watoto wa kike kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Leo nimeangalia timu zote zilizocheza fainali, makocha wao ni wanaume. Natamani nikija mwakani nione kuna makocha wa kike. Kocha kwanza TFF tutagharamia kozi ya makocha wa watoto wa kike kwa kufanya mkoa wa Singida. Hiyo ni moja. Lakini tunamwambia angalie eneo la utawala pamoja na eneo la madaktari. Ni vema kwa watoto wa kike kwa maana ya hizo za serikali awe anahudumiwa na daktari ambaye ni mwanamke mwenzie. Tunajua hawa ni watu ambao wanatakiwa waangaliwe kwa namna nyingine kabisa. Kwa hiyo sisi tutahakikisha kwamba tunasaidiana na chama cha soka cha mkoa wa Singida kuhakikisha kwamba ajenda za maendeleo ya mpira wa miguu wanawake tunasaidia. Lakini mambo mengine ni tumeongea na mstahiki meya pamoja na mkuu wa wilaya, ni vitu vya ndani ambapo ukifika wakati wao wataongea kwa nafasi yao, lakini sisi kama TFF tunahakikishia kwamba tutahakikisha tunachagiza maendeleo ya mpira wa miguu wanawake kwa kuweka mkono wetu kwenye shughuli zetu za maendeleo ya mpira wa miguu, sio wanawake tu, kwa maana mpira wa miguu kwamba Singida imekuwa inatamba kwenye peji zetu. Ni kuonyesha wengine kwamba wanapaswa kufanya kama wanavyofanya Singida. Kwa hiyo ukifanya kama wanavyofanya Singida, maana yake TFF yenyewe itakuwa karibu na wewe. Kwa hiyo niseme kwa kweli na ni kwa dhati kabisa, sio kwa sababu niko hapa Singida. Siku zote nimekuwa nasema kwamba mkoa wa Singida ni mkoa wa kuigwa, hususan kwenye soka wanawake. Kwa hiyo rai yangu ni mikoa mingine yaige kile ambacho kinafanyika Singida. Ninaamini sasa hivi Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimepiga hatua kubwa sana kwenye mpira wa miguu wa wanawake. Unaweza kuona timu yetu Twiga Stars ambayo imefuzu AFCON ile 2024, lakini tuko katibu mkuu ndio wetu Mzikidao kuweza kuwepo na kashuhudia bora vijana wetu ambao wako hapa. Lakini pia nimshukuru sana mstahiki meya wetu wa manispaa ya Singida ambaye ndio mwenyekiti wa mpira wa football wanawake katika mkoa wa Singida. Jambo kubwa sana, na amesimamia ligi hii. Huu ni mwaka wa 5, sio jambo dogo. Lakini lingine ambalo mnaliona hapa, watoto wote ambao wanacheza humu ndani ni vijana ambao wako wa shule za sekondari na msingi. Hakuna kidato cha 6 wala cha 5 wala cha 6. Wote ni shule ya msingi. Kimwangalia kama Sara darasa la 7 na mnajua yuko kwenye timu ya taifa. Hapa ameachiliwa tu kwa muda ili aweze kuja kufanya mambo yake vizuri ya shule. Kwa hiyo ni kwamba Singida ya Mheshimiwa Mkoa Madendego ndio ambaye anatengeneza generation, kizazi kinachokuja katika kizazi cha mpira wa miguu kwa wanawake. Kwa hili ni jambo kubwa ambalo kama nafahamu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amelisitiza. Kwa sisi kama serikali katika vipindi vyetu vya michezo kwenye shule zetu tunahakikisha kwamba watoto hawa wanashiriki vipindi hivi. Na ukiangalia makocha wote katika mpira wa watoto hawa wa kike wote ni walimu.
na ukiangalia pia baadhi ya marefa pia ni walimu. Kwa hiyo utaona ni mchango mkubwa wa serikali ambao inawaachia muda watumishi wao kuweza kushiriki na mambo ya michezo na wanafunzi mambo ya michezo. Hilo ni jambo kubwa sana. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa leo amenielekeza kwanza kuwapongeza timu ambayo imeshinda, ambao mnafahamu ni Singida Rising Star ambayo ina vijana wazuri. Anaipongeza sana Mheshimiwa Ali Madendego, lakini pili anawaomba Azam TV, huo ni ujumbe mkubwa. Azam TV kwanza kuwapongeza Azam TV na wanahabari wote ambao mmekuwa mkirusha matangazo haya. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anaomba Azam TV kwamba katika msimu ujao waweze kuja kuonesha kwenye TV walau finali tu peke yake, ili nchi ya Tanzania iweze kuona na timu za Tanzania ziweze kuona vipaji kutoka mkoa wa Singida. Kwa sababu sasa hivi timu zote kwenye ligi zinatakiwa ziwe na timu ya wanawake, watoto wa kike hawa. Wao wameomba hilo. Lakini lingine kubwa zaidi ni kwamba sisi kama serikali, kwa sababu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amefanya mazungumzo na katibu mkuu wa TFF ambaye mmesikia amegusia jambo pale. Kuna mambo makubwa yanakuja katika mkoa wa Singida kuhusiana na mpira wa miguu, hasa katika maeneo mbalimbali ambayo mimi siwezi kusema leo hapa baada ya kikao chao kati ya katibu mkuu wa TFF tangazo rasmi. Lakini leo Mheshimiwa Mkuu akanielekeza niwaambie kwamba atafanya ziara kubwa kwa ajili ya kuangalia miundombinu ya michezo katika mkoa wa Singida, na moja ya lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba mkoa wa Singida unakuwa na miundombinu bora ya michezo katika mkoa mzima wa Singida na kuanzia manispaa ya Singida. Kwa sababu mimi ni mkuu wa Singida, nimeshamuomba basi aanzie kutembelea wilaya ya Singida, maana ndio makao makuu ya mkoa wa Singida. Walau hiyo nia yake ya dhati kisha miundombinu inakuwa bora ya michezo, basi waanzie katika mkoa wa Singida, na ziara hii atafanya ndani ya wiki hizi 2. Na baada ya hapo atakuwa na kikao maalum kabisa na TFF kuona kwenda mbele sasa nini ambacho kinafanyika katika serikali ya mkoa ya Mheshimiwa Ali Madendego pamoja na TFF kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye anapenda sana michezo. Lakini kubwa la kusema leo ni kwamba mmeona finali ya mkoa mpira wa miguu wanawake. Sisi tuko kwenye wiki kwa ajili ya kusherehekea siku ya mwanamke duniani, na leo mmeona kwamba tumekuwa na katibu tawala mwanamke Naima Chondo, tumekuwa na mkurugenzi mtendaji wa manispaa ni mwanamke John Fred Kataraia, lakini mfekimea ni mwanamke. Tunawaachia wao waweze kutoa zawadi hizo. Kuna kaka Kidao hapa sema atuachie wao. Sasa hii ilikuwa ni mwendelezo wa kusherehekea sherehe za mwanamke duniani katika mkoa wa Singida. Ligi yetu ya mpira wa miguu wanawake mkoa wa Singida kwa salama na amani kabisa, lakini ikionekana ni mmoja ya ligi ambayo inaendelea kuboreka sana. Kwa tuna kila sababu ya kushukuru, lakini washukuru sana wakazi wa Singida. Sasa wameamka, wameambao mpira wa miguu wanawake, wanatusapoti kwa kuja kuona mechi zetu, kuwasaidia timu, lakini kikubwa mshikamano ni mkubwa ndani ya chama cha mpira wa miguu, ndani ya serikali, lakini na wananchi kwa ujumla. TFF kupitia katibu mkuu, kwa kweli imekuwa fahari sana leo ligi yetu kuhudhuriwa na viongozi wa vikubwa kama katibu mkuu. Kwanza siku zote unajua mgeni akija mwenyeji unapona. Yako mambo ambayo tumeongea, tumejadiliana, lakini tumefikia makubaliano kwamba sisi tuna kipando cha kufanya ili Singida ifaidike kupitia TFF. Mwaka huu ni mwaka wa kipekee kwa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, kwa sababu tunatimiza miaka 30 ya azimio la Beijing. Sasa miaka 30 tunajitathmini, kwa tunataka nini? Tunataka kumkomboa mwanamke kiuchumi, kijamii, kiutamaduni na kijamii ndo kama hivi. Watoto wa kike wanapata fursa. Na kauli mbiu ya mwaka huu inasema wanawake na wasichana 2025 tuimarishe usawa, haki na uwezeshaji. Kwa hiyo hapa leo tumeonyesha kwamba tunaimarisha usawa, kwa sababu michezo ambayo tuliamini inachezwa na watoto wa kiume tu, leo imechezwa kwa umahiri na watoto wa kike pia. Kwa hiyo kumbe watachoweza kufanya watoto wa kiume na watoto wa kike wanaweza. Kwa hiyo tunaendelea kuimarisha usawa, lakini haki, na tunawezesha watoto wa kike pia kutimiza ndoto na malengo yao. Naam, Mheshimiwa, kwanza ni tamanio la kila mwana Singida. Tumetoka mbali. Huu ni msimu wa 5 leo tunacheza. Lakini mkumbuke tulitoka kwenye 0. Tunaanza mwanzo, tunawashawishi, tunawakusanya, lakini leo mpaka imefikia imesimama, nina hakika ndani ya mwaka huu au mwakani tunaweza kuwa na ligi na timu ligi kuu.